Khaybar ni mji ulioko Saudia, ni mji ambao kwamba ilikuwa ni ngome ya Mayahudi. Mayahudi waliokujulikana wakiufanyia uadui sana Uislamu min awali alwahla, kuanzia mwanzo wa kutumilizwa, mwanzo wa kutepuza, yani mwanzo wa kuchimbuka ule Uislamu. Mayahudi waliupinga Uislamu, na Mayahudi hawakuupinga Uislamu kwa kuwa Uislamu haufai. Na hii tabia iko ya mtu kukataa kitu, si kwamba hakifai, lakini kwamba kile kitu hakikuja upande wake yeye. Mayahudi walikuwa wanajua kwamba kuna mtume wa mwisho atatumilizwa, lakini walikitarajia kwamba wao, nahnu abnaullahi wa ahibbauhu, sisi ni watoto wa Mwenyezi Mungu, sisi ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu, sisi ndio kina alhumhum, sisi ndio wenyewe, min baladina hadha khasa. Na hii sunna iko hata kwa baadhi ya Waislamu. Kwa nini mashekhe wa kina fulani? Kwa nini wasomi wa kina fulani? Kwa nini waongozaji wa kina fulani? Kwa nini maimamu wa kina fulani? Hawajui kwamba dhalika fadlullahi yutihi man yasha, wallahu dhul fadli alazim. Wakakosa kushukuru na kufuata na kukubali mipangilio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaingia wakawa ni mu'taridhina lima rattabahu Allah, lima aradahu Allah. Wanapinga na kukataa alolichagua Mwenyezi Mungu na alolipitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mayahudi walikiwaambia Waarabu, ngojeni, kuna mtume atatumilizwa wa mwisho, na huyo mtume atakuwa katika sisi, mtatutambua nyinyi. Lakini alipotumilizwa kafaru bi, walikanusha. Na sababu ni kwamba si wetu, sababu hako katika jamii yetu, sababu hatuko katika kabila letu. Ikawa hawana ila ni kumpinga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ni kumkataa. Mpaka Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'ani, am yahdusuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, yani bali yahsuduna an-nas. Hapa lokusudiwa ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mayahudi kama hawa ikawa hawana mpangilio, hawana fikra, hawana mawazo, hawana barnamiji na program, ila ni namna gani tutauangusha Uislamu. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotumilizwa akaja Madina, ikawa kwanza anaamiliana nao kwa uzuri, anaamiliana nao kwa wema, anaamiliana nao kwa muamala ule alioambiwa yeye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf. Lakini yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu hakumtakia mema, kwa kuwa yeye hakuyakubali yale mema, huyo hata ukamfanya vipi, huwa hakubali yale mema. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimtuma Sayyidina Ali kwenda Khaybar kwa kisa kirefu, lakini alimwambia maneno kama haya ambayo kwamba ni maneno maelezo ambayo kwamba kila Muislamu yatakiwa yawe kwenye akili yake. Akamwambia, ya Ali, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humuri ni'am.
anatumilizwa Sayyidina Ali kwa watu ambao kwamba wanajulikana ni wapinzani wakubwa wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lakini anakumbusha usisahau lengo na shabaha la dini ya Uislamu ni kuwa la an yahdi Allahu bika rajulan wahida. Usikimbilie kwa lazima wote wakukubali, fanya bidii hata umpate mtu mmoja aongoke, aijue njia ya sawa, amjue Mola wake, akurubie kwa Mola wake, aipende dini yake, aheshimu dini yake, ainusuru dini yake. Ujue hilo ni bora, khairul laka min humuri ni'am, ni bora kuliko kutoa sadaka mali mekundu. Yatuonesha namna gani yatakiwa Muislamu hamu yake, fikra yake, mawazo yake ni vipi atamvuta mwenzake katika dini, ni vipi atamconvince yule ambaye haswali awe ataswali, yule ambaye asengenya ataacha kusengenya, yule ambaye kwamba hajifiniki ajifinike, yule anayetembea wazi asitembee tena wazi, yule ambaye hajistiri ajistiri, yule ambaye kwamba amegombana apatane, yule ambaye kwamba hamtambui Mola wake amtambue, yule ambaye hajui kusujudu ajue kusujudu, yule ambaye hajapata ladha ya ibada aitafute. Kosa liko wapi? Chakula kimetiwa sukari, kwa nini useme hakina sukari? Wewe Muislamu unaswali kila siku, ushawahi kuonja ladha ya kuswali? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia katika Qur'ani, wasjud waqtarib, sujudu na uwe karibu na mimi. Sijida tuzisujudu, tuko karibu na yeye. Sijida ngapi tumezisujudu? Lakini kweli ushawahi kuhisi kwa wewe uko karibu na yeye? Yeye uko karibu na sisi, lakini mimi na wewe tuko karibu na yeye? Kwa nini tusikurubie? Kwa nini tusihisi? Hatuna hisia. Mbona unapodhulumiwa unahisi? Unahisi uchungu. Mbona mtu anapokosea unahisi uchungu, kasema umeninyanyasa, umenidhulumu, umenifanyia mabaya, hisia. Unapofanywa mabaya unahisi, lakini kwa nini unapofanya mazuri huhisi wewe kwa unafanya mazuri? Kwa nini unaposwali huhisi ladha ya swala? Kwa nini unapomtaja Mwenyezi Mungu huhisi ladha ya kumtaja Mwenyezi Mungu? Kwa nini unaposhika Qur'ani huhisi ladha ya kusoma Qur'ani? Haina ladha? La. Qad tunkiru al-'aynu daw ash-shamsi min ramadin wa yunkiru al-fammu ta'ama al-ma'i min saqami. Mwenye maradhi ya macho anasema jua linamuumiza, jua lile lile, lakini tatizo halikuwa kwenye jua, tatizo liko kwenye macho yake. Na mgonjwa kinywa chake kinasema maji haya hayana taste, maji ni yale yale, lakini tatizo liko kwenye mdomo. Tatizo haliko kwenye Qur'ani, liko kwenye nyoyo zetu. Sayyidina Uthman bin Affan alisema, lao hizi nyoyo zitakuepukana na maradhi ya chuki, maradhi ya ugomvi, maradhi ya kuchukiana, maradhi ya husda, ma shabi'a min kalamillah, haiwezi kushiba na maneno ya Mwenyezi Mungu. Kila ukisoma wasikia raha. Na ndio Umar bin Abdul Aziz akasema, inna li nafsun tawaqa dhawaqa kullama dhaqat taqat. Mimi nina nafsi, yani nina moyo, moyo wangu unatamani na unapata test. Kila ukitest yatamani zaidi, kila nikionja nikisikia raha natamani zaidi. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamwambia Sayyidina Ali, ya Ali, la an yahdi Allahu bika rajulan wahid. Hamu yako wewe ishi huko nakokwenda, sio ndio uone kwamba wenda kukata watu vichwa. La, sio maksudiwa. Malengo na madhumuni hidayatun nas, kuwaongoza watu. Na ndio malengo ya mikusanyiko kama hii. Namna gani tutatoka tuwe na sisi tumetukua maongozi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na ndio kaona yule mshairi alisema, maongozi yake ndiyo mema sana kwa waume na wake. Asemaje? Maongozi yake ndiyo mema sana waume na wake.
wazee na vijana. Hakuna maongozi mazuri kama ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namna gani wewe utatoka katika jalsa kama hii na wewe umebeba uongofu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na utausambaza kule unapoenda, uwaambie jamanini, kumbe mwanadamu sisi tumeletwa hapa duniani hatuna ila kwa lengo tuongozane. La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humuri ni'am. Hakuna kitu kibora. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu katika Qur'ani aliuliza swala, waman ahsanu qawlan, yuko anaweza kusema maneno mazuri zaidi kushinda haya? Waman ahsanu qawlan, yupi huyo? Mimman daa ila Allah. Hakuna. Yuko ambaye kwamba atakuwa amesema neno ambalo ni zuri kuliko kumlingania mtu kwenda katika njia ya Mwenyezi Mungu, kumweka karibu na Mwenyezi Mungu, kumuonesha njia ya Mwenyezi Mungu, kumpendekeza kwa Mwenyezi Mungu, kumvutia kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alimwambia Nabii Allah Daud alayhi wa ala nabiyina afdhalu salati wa salam, ya Daud man radda li abikhan katabtuhu min aljahbidha. Daud, mwenye kunregeshia mimi mtoro. Yeye mnamuitaje nyinyi? Mtoro ni yule anayekimbia madrasa. Kwa Sheikh Walidi kwake mtoro ni msikiti. Mkenge, sisi huita mkenge. Sijui nyinyi yule anayekimbia shule, madrasa mnamuitaje? Mtoro. Kwa hiyo ule mtoro, ule msikiti pia ni mtoro. Mwenye kuniregeshea mimi, mtu ambaye amekimbia kwangu mimi. Mtu amekimbia haswali, hakushika dini, katabtuhu min aljahbidha, nitamwandika huyo aliyofanya kazi hii ni katika wale alfatahila al'idham, wale midume mikubwa, wale madume wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewaita rijal. Ukiona katika Qur'ani rijalun, usione ni mume kinyume cha mwanamke, yani championship, mshindi, ndio maana rijalun. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, maana yake kuna wanaume, kuna washindi walioshikamana na dini sawa sawa, kuna waume wa kisawa sawa, yani waume wa mambo. Sasa Sayyidina Ali bin Abi Talib alipokwenda Khaybar, kulipatikana vita vikali sana. Mwenyezi Mungu akaleta nusra, ikapatikana fathi Khaybar. Fathi yani ni kwamba Khaybar iliingia chini ya Waislamu, ikawa ni moja katika ngome ya kutumikia Uislamu, badala ilikuwa ni ngome ya kuupinga Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu wamerudi Khaybar na fathi kwamba tumeshinda vita, na huku Sayyidina Jaafar bin Abi Talib aja kutoka Habasha. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma wa ardahuma yuaja kutoka Khaybar. Huku Mtume sallallahu alaihi wasallam apata habari ya kuwa Khaybar imefunguliwa, imepata fathi. Na huku Mtume sallallahu alaihi wasallam amuona Jaafar amefika kutoka Habasha na wenzake, asema la adri afrahu bi fathi Khaybar am bi qudumi Jaafar, sijui ni furahie lipi. Jaafar amekuja kutoka Habasha, sijui ni furahi kwamba Jaafar amekuja au ni furahi kuwa fathi Khaybar imefutahiwa. Khaybar ilikuwa ikipinga Uislamu, sasa iko chini ya Waislamu. Ni furahie kwa jambo lipi? Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hajui afurahikie kwa nusra ya Uislamu, na huyu Jaafar amekuja kutoka Habasha, hajui afurahie vipi? Je, sisi
Hatuwezi kusema sijui tufurahie hiyo au tufurahie mtume. Kuna shaka kwamba twaweza tu kufurahia kwamba tumepata nafasi ya kufurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa mtume yomfurahikia Jaafar. Kuna anayestahili kufurahikiwa kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Lakini qadiman qalu, Sheikh letu alikuwa akisema zamani, la ya'rifu qadra al-maulid man la ya'rifa qadra al-maulud. Hawezi kujua kadri ya maulidi asiyejua kadri ya huyo alozaliwa. Ajuao kadri ya mtume sallallahu alaihi wasallam anajua kadri ya hii kusherekea maulidi. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Mwenyezi Mungu asema bal la ya'rifu rasulahum, hawakumjua mtume wao ndio wakamkanusha. Tatizo hawajamsoma, hawajaisoma tarehe ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jaafar ni mkubwa wa Sayyidina Ali bin Abi Talib kwa miaka 10 tofauti yao. Ni ndugu hawa, baba na mama. Huyu amekuja na habari ya kwamba ile Khaybara iliyokuwa ikikupinga, ile Khaybara ilikuwa ikikataza Uislamu, iko chini ya Waislamu. Na Jaafar amekuja na habari ya kumwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, tumetoka Habasha, alhamdulillah, tulipokewa vizuri, tukaishi vizuri, tukafanya da'wa vizuri ndani ya Habasha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam mpaka akasema la adri. Ndugu zangu, lakini huku kusherekea kwa taka natija yake, na sherehe ya hakika ni mutabaa. Utastahiki kuambia wewe washerekea ukionekana wewe wamfuata, isiwe ni dekor. Uislamu haukuja na masala kama masala ya kiserikali. Leo kuna sherehe sijui ya siku gani, 77, 88, mtu aweza akasherekea ni kwamba nafasi tu ameipata kusherekea, lakini yeye na wale walioweka hiyo sherehe bu'dan mashriqain wal maghrib hawapambani. Lakini kuna sherehe na yatasherekea. Lakini ukiambia waunga walioweka 77 na 88 na 99 na 10 la bu'dan mashriqain wal maghribain, hainihusu. Mimi naangalia sherehe tu. Muislamu hatakiwi hivyo. Anakuja maulidini kwamba kuna sherehe ya maulidi, lakini yeye na mwenye maulidi hata hawasikilizani. Mvunjaji mkubwa wa sharia mwenye maulidi ni yeye. La, haifai. Yatakiwa wewe washerekea kwanza kwa matendo. Matendo kwa kumfuata vitendo vyako. Ndio yule ustadhi wetu mmoja akatunga kasida mzuri, asema tumpende kwa vitendo na sifa kumshashia, tufuate za kenyendo. Tumpende kwa vitendo na sifa kuzishashia, tufuate za kenyendo. Nimesahau neno la mwisho, Ustadh Shami, Mungu amweke. Kasida ina maneno mazuri sana. Mwanzo tumpende kwa vitendo, kisha na sifa kushashia. Sasa baada tushamfuata kwa vitendo, sasa sifa nazisambaze. Na hii ndiyo hakika. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivutia watu kwa matendo, alivutia watu kwa akhlaq, tabia, na akatutaka sisi tumuige katika tabia. Akasema kama ilivyokuja anil Hasan an Abi al-Hasan an Jaddi al-Hasan anna ahsana al-Hasan al-khuluqul hasan. Hakuna kitu kizuri kama tabia. Vipi utaishi na ndugu yako? Leo imekosekana tabia
mtu kumheshimu kaka yake, mtu kumheshimu dada yake, mkubwa kumsikitikia mdogo. Hakuna kuheshimiana, hakuna kuheshimu hata wazazi. Na nyinyi hasa mnaoishi miji kama hii, miji ambayo kwamba haiangalii tabia, yaangalia wewe wataka nini. Wataka kumtukana mzazi wako, tukana. Wataka kumtusi sijui nani, tukana. Wataka kufanya lolote, una khiari. La, lazima tuwalelee watoto wetu. Umeona watoto hao wanakwenda mbio hawa? Ndugu zangu, sisi tukumbuka zamani tukichukuliwa kwenye shughuli kama hizi, utakuta watoto wote concentration yao iko, hata kama hawafahamu, kwa sababu mtoto anaelewa kuna sehemu ya kucheza na kuna sehemu sio ya kucheza. Lakini leo yeye kila sehemu anaona kama, wajua haya mamall wameweka sehemu za kucheza cheza. Sasa yeye akichukuliwa sehemu yote wanakucheza tu. Hata watu wakisimama kuswali wao watacheza. Ni makosa. Tunataka tuwafundishe. Tusipowafundisha wakiwa namna hii watatusumbua wakisha kutoka kwenye stage kama hii. Waswahili kuambia udongo upatilizwa ukiwa maji mbichi. Ukishaukauka basi huwezi tena kutengeneza kufinyanga utakavyo. Mujue musione tu mko nchi hizi mukasema tuko nchi nzuri, masomo mazuri, lakini kabla ya kuangalia masomo mazuri angalieni malezi mazuri, tarbia, malezi. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani alitupigia mfano kutuonesha malezi. Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Fikiria ni baba alimlea vipi mtoto wake mpaka umwambie mtoto wako mimi nimeota, si kwa nimeambiwa na Mungu, nimeota tu mimi nakuchinja. Ni nini masala hata kama anakupenda vipi, mwambie mwanangu mimi nimekuona jana na kutandika mikwaju, mwambie baba jipige mwenyewe, sio na kuchinja. Mimi nimeota tu jana na kutandika mikwaju. Baba nitandike. Maadamu umeota baba, haya nitie mikwaju. Watoto hawa sisemi hawa kwa sababu nakusudia hawa wenu hapa, hawa generation ambao tuwalea sisi. Mimi sijakusudia watoto wa Cape Town kama watoto wa Cape Town, nakusudia watoto wa sehemu nyingi hivi sasa. Kwa sababu watoto wamekuwa hawalelewi na wazazi. Watoto walelewa ima na mashule au na njia basi. Zamani ulikuwa wazazi wote ni walezi. Zamani majumba yote yalikilea. Siku hizi majumba hatuna tena time ya kulea watoto. Wazazi hawana tena time ya kulea watoto. Anaye watoto ataleta mfanyikazi. Mfanyikazi hatakulelea mtoto wako, atakufugia. Sisi kule kwetu kuna tofauti ya kulea na kufuga. Mnyama ndiye anayefugwa. Manake mnyama hakuna anayekaa na mnyama akamuonesha nampenda, love you sijui nini. Utampa chakula, ameshiba. Haya akiondoka ni alama ashashiba. Sio muulize umeshiba, umekula vizuri, umekipenda chakula. Shauri yake atapambana nacho yeye mwenyewe. Ndio tunavyowafanya watoto wetu. Haitakiwi namna hiyo. Bal baadhi ya nchi mbwa wana thamani kushinda mtoto. Mtu anaingia nyumbani mwanzo anamuita jibwa lake kabla kumuita mtoto wake. Sijui pipi, papi, sijui ndo nani huyo. Aje mbio ampige makamama. Mtoto akija mwanzo anaangaliwa huyu pipi na papi. Mpaka akimaliza wanapigana mabusu ndo baadaye haya nenda. Kisha ulize wasemaje? Subhanallah. Ni masulia. Mwenyezi Mungu asemaje katika Qur'ani? Thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im. Neema kubwa ni watoto. Nabii Allah Ismail amwambia babake, ya abati fa'al ma tumar, sio nichinje. Kama kuna zaidi ya hilo la kunikatakata, la kunigawanya, la sijui kunifanya nini na nini, fanya. Satajidun insha Allah minas sabirin. Kwa nini? Alilelewa, alipewa mapenzi.
jukumu la watoto. Ma nahala walidun waladan afdala min husnil adab au husnil khuluq. Hakuna mzazi atakayekumpa mtoto wake kitu bora kama kumpa tabia njema. Ukubaliane na mimi usikubaliane, ikiwa mtoto wako hukumpa heshima, hukumpa malezi bora, wallahi hujampa kitu. Na ndio ikaambiwa hakuna dhambi mbaya baada ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu kama dhambi ya kutosimamia familia yako katika dini. Ukaiacha familia yako ikawa haitomjua Mola wake, haitosimama sawa sawa katika kumtii Mola. Majukumu yetu, na ni hadithi tuisoma siku zote, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Sio mas'ulu ya kula tu, mas'uli ya kwanza ni kumjua Mola, mas'uli ya kwanza ni kumtii Mola, mas'uli ya kwanza ni kufanya ibada. Hii ndio mnatija vikao kama hivi. Tumwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa vipi na familia yake. Alikimbeba Umaima ni mtoto wa kike, mamake ni Zainab binti Rasul. Alikimbeba mpaka msikitini akaenda naye. Unajua faida yake? Yule mtoto alikuwa hasahau kwamba babu yangu alikinibeba. Hata kina Sayyidina Al-Hasan hakuwabeba kama kumbeba Umaima. Alipata bahati, ikawa akirukuu anamweka chini, akinyanyuka anambeba, anaswali naye. Leo mtu akiwaenda msikitini amwambia mtoto wake, subiri mimi naenda msikitini. Kwa nini usimchukue? Angalia wenzetu Jumamosi na Jumapili, utaona na watoto utafikiri yule bata na watoto wake wamfuatana wenda zao kanisani. Lakini sisi hatuwachukui watoto wetu msikitini. Kama misikiti yetu imeandikwa is not for children, ni misikiti ya watoto wadogo. Wakati sasa wamefika wa kuingia msikitini hawakuzoea. Hatuwazoezeshi kupenda dini, hatuwazoezeshi kuitukuza dini. Nataka wakichukuliwa sehemu za dini waambiwe, tunaenda sehemu, hiyo sehemu haifai fujo. Tunaenda sehemu, hiyo sehemu haifai machezo. Tunaenda sehemu, hiyo sehemu ni ya Mwenyezi Mungu. Hiyo sehemu ya kutajwa Mtume SAW. Kaeni musikilize. Kaeni, machezo ni wakati wa TV. Watoto wangewekewa TV, kukaekwa vitu vyao hapa, ungeona kila mmoja kana ala rusi mutaira, wote wamenyamaa kimya tuli. Kwa sababu gani? Wameonyeshwa kile chafaa kusikilizwa, kile chafaa kufuatiliwa, kile chafaa kunyamaziwa, lakini kingine hatujawaonyesha. Lakini tatizo haliko kwao, tatizo liko kwetu. Ule kwetu kuna mshairi alisema, mkosa si mwana kwa ayatendayo, bali ni wazazi na malezi yao. Mtoto analolifanya kosa si lake, ni mzazi. Kama mzazi alimsimamia sawa sawa, hangekosea. Kwa hiyo ndugu zangu, haswa watoto watakawafundishwe sera ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabia za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna gani Mtume aliwapenda watoto wadogo, namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikiwashijiisha watoto wadogo, namna gani Mtume alikikaa na watoto wadogo, alikiwashindanisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe waweza kumshinda huyu? Wewe ni hodari kushinda huyu? Watoto akija kumwambia Rasulullah, mimi na huyu namshinda huyu, kwa mareka haniwezi huyu. Ni kweli haya yasemayo? Mimi namuweza. Shinda nani? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, watoto wetu wanajua chochote kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini wasijue? Hawafai kujulishwa? Hawafai. Utakuta baadhi ya watoto, mimi nimeenda safari nikakuta mtoto anakuja na kupa introduction. Umuuliza, what's your name? My name is Muhammad. Umuuliza, who's Muhammad? My grandfather. Hajui kama yeye ajua Muhammad ni babu yangu, basi imekwisha hapo.
Ukimwambia hujui Muhammad mwingine, no, I don't know, I know my grandfather, basi hayajua babu yake ni Muhammad, basi Muhammad. Hajui kama ile Muhammad yatoka wapi. Njoo upande wa kike, sikia mtu anakuambia mimi ni Khadija, mimi ni Amina, mimi ni Fatima. Ukimuuliza kwambia my grandma jina lake ni Fatima. Tuwape tarehe. Hizi ndio faida ya vikao kama hivi. Hiyo ndio muhimu, hii ndio misingi iliyowekewa. Maelezo ni mengi, lakini ombi langu watu wa Cape Town, tusimameni juu ya hawa watoto, tusimameni juu ya hawa watoto. Tuangalieni wapi wanasoma, nani anaowasomesha, masomo gani wanaosomeshwa, dini yao wanaijua kiasi gani, mtume wao wanamjua vipi. Wa illa tutakuja juta majuto ambayo kwamba hayatotufaa. Tuna upungufu sana kweli, twenda maulidini, lakini twamjua huyu tunayemwendea, twamsoma. Sisi ingekuwa twamjua vizuri, wallahi tungezidi mahaba, tungezidi mapenzi. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nikimalizia katika ile hadithi atuambiao inna lillahi malaikatan sayyahina, Mungu ana malaika tourist, wanatembea, wakikuta watu wamekaa wanamtaja Mwenyezi Mungu, wanawaambiana halumu ila bughyatikum, njoni, vile vitu nyinyi mnatafuta hivi ndivyo hapa. Wanakaa na wao. Sitaki kuipanua hii hadithi, ingawa muhimu inshallah katika vikao vingine, maana ina darasa kubwa sana. Waliporudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asema Mwenyezi Mungu akawauliza, na yeye anajua watoka wapi, walikuwa kwenye jambo gani, lakini Mwenyezi Mungu ataka kutuonesha sisi kwamba tunapokaa kwenye vikao vya kumtaja Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anaulizia maombi yetu. Tunaomba nini? Tunaogopa nini? Tunataka tulindwe na jambo gani? Tunataka tuweko karibu na jambo gani? Asema yasaluna aljanna. Wao wamekaa lengo kukuomba wewe pepo. Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Sema wanaiomba pepo. Mwenyezi Mungu awaulize malaika, wa hal ra'auha, wameiona hiyo pepo? Asema la. Kaifa law ra'auha, Mwenyezi Mungu awaulize, je, wangeiona hiyo pepo? Sasa sisi tuulizwe, mwampenda mtume? Hapa nao mimi nikauliza, jamani nyinyi mlokuja hapa mwampenda mtume? Nyote mtasema naam, lakini ukauliza mwamjua? Haje mngemjua? Nyinyi mwampenda hamumjui, mungemjua? Mungekuaje? Sasa Mwenyezi Mungu awauliza malaika, hao wananiomba mimi pepo, wanaijua hiyo pepo, wameiona? Bado. Je, wangeiona? Sema wangekuwa ashaddu laha talaban, wangekuwa saa zote wanaiomba. Wengine mtu anaweza kukuambia, bwana, muuliza, bwana, mimi naenda safari, nataka nikuletee simu gani? Nataka iPhone 15. Ushaiona? Naisikia tu. Angeiona? Angeiona? Sasa sisi twampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ni hatumjui. Je, tungemjua? Tumsomeni mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasia wangu, tumsomeni mtume sallallahu alaihi wasallam. Tupendeni kumsoma mtume, tupendeni kumsikiliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi haya mahaba tulionayo, tutakuwa mahaba wazimu, silisila tamu ya wetu adhimu mpenzi kiramu, kilala huota, kila sishi nyota, ila ni Madina. Allahumma salli wa sallam. Mwenyezi Mungu atupe mahaba ya kweli. Mwenyezi Mungu atujalie tuishi tumpenda yeye na tufe katika mahaba ya kumpenda yeye, na tufufuliwe chini ya wale ambao kwamba wamekufa katika kumpenda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya kikao cha mtume sallallahu alaihi wasallam awafariji ndugu zetu wa Gaza, na wale ambao kwamba ni sababu ya kuwaletea dhiki na dhulma ndugu zetu wa Gaza, Mwenyezi Mungu awape la kuwapa.
Anastahiki kuongozwa, Mwenyezi Mungu amuongoze. Asostahiki kuongoka, Mwenyezi Mungu amwangamize. Mwenyezi Mungu unusuru Uislamu kila uliopo, na atujalie na katika sisi ni sababu katika kuunusuru Uislamu. Atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.